Mtu mmoja kwa kutumia maneno tu na akili aliweza kusambaratisha muungano wa jeshi la watu 10,000 waliokuwa wamepanga kuifuta Madina kwenye uso wa dunia. Hii si simulizi ya upanga unaochinja wala mishare inayoruka hewani. Hii ni simulizi ya akili, ujasusi na mchezo wa kisaikolojia ambao mpaka leo hii vyuo vya kijeshi vinajifunza vitu vikubwa. Islamic Book Story. Tuko katika mwaka wa 5 Hijiria, eneo ni Madina. Tukio ni vita vya Khandaki. Hebu vuta picha. Mji wa Madina umezungukwa sio na majeshi ya kawaida, bali ni muungano wa makundi ya Ahzab. Makabila yote makubwa ya Kiarabu chini ya uongozi wa Makuraishi wa Maka yakiongozwa na Abu Sufiani yameungana na makabila ya Ghatafan na makabila mengine. Jumla yao ni askari 10,000 wenye silaha nzito, farasi na chuki ya kutaka kufuta Uislamu na Waislamu wote duniani. Kwa upande wa ndani, Waislamu wako 3,000 tu, wamechoka, wana njaa kali na baridi ya jangwani inayopiga hadi mifupani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ametumia mbinu ya kipekee ya kuchimba khandaki kubwa kuzunguka mji kuzuia maadui wasiingie. Lakini kama vile hiyo haitoshi, janga lilitokea. Kabila la Kiyahudi la Banu Quraidha ambalo lilikuwa linaishi ndani ya Madina na lilikuwa na mkataba wa amani na Waislamu lilisaliti. Wakavunja mkataba na kuungana na maadui wa nje. Sasa Waislamu wako kati ya moto na ukuta. Maadui 10,000 nje ya Khandaki na maadui wengine ndani ya mji ambao muda wowote wanaweza kushambulia wanawake na watoto. Qur'ani inasimulia hali hii katika suratul Ahzabi, na hapa na nukuu, inasema, macho yalipokodoka kwa hofu na nyoyo zikafika kooni. Mwisho wa nukuu. Ilikuwa ni hali ya kukata tamaa 100%. Waislamu walikuwa wanasubiri kifo tu. Lakini katikati ya kiza hiki kinene cha hofu, Mwenyezi Mungu aliandaa silaha yake ya siri. Silaha hii haikuwa malaika anayeshuka kutoka mbinguni, bali ilikuwa ni mtu mmoja tu. Katika kambi ya maadui kulikuwa na mtu mmoja anayeitwa Naimu ibn Mas'ud. Alikuwa ni kiongozi kutoka kabila la Ghatafan. Naimu hakuwa mwanadini sana wakati huo. Alijulikana kama mtu wa bata, mpenda wanawake, mnywaji wa mvinyo na mtu mwenye ushawishi mkubwa wa kisiasa. Alikuwa rafiki wa kila mtu, rafiki wa Makuraishi na rafiki wa karibu sana na wale Mayahudi wa Banu Quraidha wa kule ndani ya Madina. Lakini siku za hivi karibuni, Naimu alianza kukosa amani ya moyo. Alikuwa akitafakari, hivi tunafanya nini hapa? Tunataka kumuua mtu ambaye hajawahi kutufanyia ubaya wowote, mtu anayehubiri amani na kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Usiku mmoja wa giza totoro na baridi kali inayokata ngozi, Naimu alifanya uamuzi wa kifo. Alitoroka kambi ya maadui kimya kimya, akavuka Khandaki kwa siri, akahatarisha maisha yake kuingia Madina.
alikwenda moja kwa moja hadi kwenye hema la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume alipomwona alishangaa, Naim, nini kimekuleta hapa sasa hivi? Naimu akamjibu, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, nimekuja kusilimu. Nashuhudia kuwa hakuna Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu pekee, na wewe ni mtume wake. Watu wangu hawajui kama nimesilimu. Nipe amri yoyote, niko tayari kufa. Hapa sasa ndipo utaona akili ya kijeshi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume hakumpa Naimu upanga na akamwambia nenda kapigane. Hapana, Mtume alimwangalia na kumwambia maneno mazito ambayo yalibadilisha mkondo wa historia. Wewe ni mtu mmoja tu kati yetu. Ukibaki hapa na ukapigana, mchango wako utakuwa mdogo. Lakini rudi kwao, nenda kawagawe, wafarakanishe na uwavunje nguvu ikiwa unaweza, kwani vita ni mbinu, alharbu khiyana. Naimu alitabasamu, alielewa kazi aliyopewa. Hakuwa anaenda kuwa askari wa miguu, alikuwa anaenda kuwa mkurugenzi wa operesheni za kisaikolojia. Naimu akarudi kambini kwa siri kabla hakujapambazuka. Hakuna aliyemuhisi. Alijua udhaifu mmoja mkubwa wa hili jeshi la muungano: hawakuaminiana. Makuraishi na Ghatafan walikuwa wametoka mbali, wakiwa wamechoka na wanajiuliza watarudi makwao. Lakini Banu Quraidha, Mayahudi wao, nyumba zao ziko hapo hapo Madina. Wakishindwa hawana pa kukimbilia. Hapo hapo Naim alipoamua kupiga nyundo. Asubuhi Naimu alienda kwa siri mpaka kwenye ngome ya Banu Quraidha. Kwa kuwa alikuwa rafiki yao wa siku nyingi, walimkaribisha kwa furaha. Baada ya maongezi, Naimu akaweka sura ya huzuni na kuambia, enyi ndugu zangu, nyinyi mnanijua jinsi ninavyowapenda, si hivyo? Wakajibu, ndiyo, wewe ni rafiki yetu wa damu. Naimu akawashusha presha, basi nawapa siri. Mmekosea sana kuvunja mkataba na Muhammad. Makuraishi na Ghatafan hawana shida. Huu sio mji wao. Wao wakiona vita imekuwa ngumu, watafunga virago vyao na kurudi Maka. Lakini nyinyi mtabaki hapa hapa uso kwa uso na Muhammad. Akiwageukia atakufyekeni wote, hamtakuwa na wakuwatetea. Mayahudi wa Banu Quraidha wakaingiwa na woga mkubwa. Naim, umesema kweli, tufanyeje sasa? Naimu akashusha karata yake ya kwanza: msikubali kwenda kupigana bega kwa bega na Makureishi mpaka muwaombe wakupeni mateka rehani ya viongozi wao 70 wawe mikononi mwenu. Hii itawafanya Makureishi washindwe kukimbia na kuwaacha, kwa sababu viongozi wao watakuwa kwenu. Banu Quraidha wakakubali. Ushauri wako ni wa dhahabu sana Naim, tutafanya hivyo. Misheni ya kwanza ikawa imekamilika. Naim hakupumzika, akatoka hapo akaenda moja kwa moja kwenye hema la jenerali mkuu wa Makureishi Abu Sufyan. Naimu akajifanya ana wasiwasi mkubwa. Akamwambia Abu Sufyan,
ewe Abu Sufyani, mimi nina mapenzi makubwa sana na wewe na Makureishi, na leo nimepata siri nzito, nimeona nisikufiche, ni lazima nikuambie. Abu Sufyani akasogeza sikio. Siri gani hiyo Naim? Naimu akamwambia, sikilizeni, wale Mayahudi wa Banu Quraidha wanajuta sana kumsaliti Muhammad, na sasa wanataka kurudisha urafiki naye. Wamefanya mpango wa siri na Muhammad, wamemwahidi kwamba watawadanganya nyinyi, muwape viongozi wenu 70 kama mateka, kisha wao watawachukua hao viongozi wenu wawapeleke kwa Muhammad ili wakakatwe vichwa, ndipo msamaha wao ukubaliwe na Muhammad. Abu Sufyani akashtuka, una uhakika Naim? Naimu akamjibu kwa ujasiri na kuonya, wakija kwenu kuwaomba mateka wa viongozi wenu hata mmoja, msiwape, ni mtego wa kuwamaliza. Misheni ya pili ikawa imekamilika. Ili kukamilisha mission, Naimu alienda kwa viongozi wa kabila lake la Ghatafan na kuwapa stori ile ile aliyompa Abu Sufyan. Sasa kambi nzima ya maadui ilikuwa imejawa na sumu ya kutokuaminiana. Kila mmoja anamuona mwenzake ni msaliti. Siku iliyofuata ilikuwa ni siku ya Ijumaa usiku. Abu Sufyani alitaka kujaribu utiifu wa Banu Quraidha, akatuma ujumbe kwenda kwao. Ujumbe ulikuwa ukisema, tumechoka kukaa hapa nje ya Khandaki. Kesho asubuhi na mapema tunataka tushambulie kwa pamoja, sisi kwa huku nje na nyinyi mshambulie kwa ndani. Banu Quraidha wakapokea ujumbe, wakakumbuka maneno ya Naim, wakatuma majibu kwa Abu Sufyani, kesho ni siku ya Sabato, sisi hatupigani siku ya Sabato, na hata hivyo hatuwezi kuingia vitani nanyi mpaka mtupatie viongozi wenu 70 wawe kwetu kama mateka, ili tusiwe peke yetu mkiamua kukimbia. Ujumbe ulipomfikia Abu Sufyani, bomu likaripuka. Abu Sufyan akawageukia wenzake na kusema, wallahi, Naimu amesema kweli, Mayahudi wametusaliti na wanataka kutuuza kwa Muhammadi. Abu Sufyani akatuma ujumbe wa hasira kurudi kwa Banu Quraidha, hatutawapa kiongozi wetu hata mmoja. Kama mnataka kupigana, piganeni. Kama hamtaki, basi. Majibu haya yalipofika kwa Banu Quraidha, nao wakaambiana, wallahi, Naimu alisema kweli, Makureishi hawana nia ya kutulinda, wanataka kututumia kisha watukimbie. Hapo ndipo muungano wa watu 10,000 uliposambaratika vipande vipande. Hawakupigana wao kwa wao, lakini uaminifu ulikufa kabisa. Kila mmoja alilala akiwa ameshika upanga wake, akimhofia mwenzake kuliko anavyomhofia Muislamu aliyelala ndani ya Khandaki. Kisaikolojia, jeshi lilikuwa limeshashindwa. Wakati jeshi limegawanyika na morali umeshuka sifuri, Mwenyezi Mungu alimaliza kazi. Usiku huo ulivuma upepo mkali ambao hujawahi kuonekana. Kimbunga kikali cha baridi kilichoambatana na vumbi kilipiga kambi ya maadui. Mahema yaling'olewa, moto wao ulizimika, masufuria ya chakula yalipinduliwa na farasi wao walikimbia ovyo. Askari wa Makureishi na makabila mengine wakiwa wamejawa na hofu
ya kusalitiwa ndani na kupigwa na dhoruba ya ajabu nje, walikata tamaa. Abu Sufiani akiwa anatetemeka kwa baridi, akapanda ngamia wake na kupiga kelele, enyi Makureishi, hapa sio pa kukaa tena, turudi nyumbani. Kufikia asubuhi, Waislamu walipotazama nje ya Khandaki, jangwa lilikuwa leupe. Jeshi la watu 10,000 lilikuwa limetoweka. Vita viliisha, Madina ilisalimika. Huu ni ushindi uliopatikana si kwa ncha ya upanga, bali kwa uthabiti wa imani, mkakati wa hali ya juu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ujasiri usioelezeka wa jasusi mmoja aliyeitwa Naimu ibn Mas'udi. Alitumia akili na maneno tu na akaandika jina lake katika vitabu vya historia vya ujasusi na ukombozi. Hii ni historia ambayo wengi hawajui. Ukitaka simulizi kama hizi, subscribe na uache komenti hapo chini. Unataka kusikiliza simulizi ya nani mwingine? Mimi ni msimulizi wako wa Islamic Book Story. Mpaka wakati mwingine, tukutane kwenye simulizi ijayo. Hii ni Islamic Book Story. Karibu tukusogeze katika historia ya Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.